Kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ndugu Tundu Lissu inaendelea katika mahakama kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam, na siku ya leo tutaendelea. Hatimaye mida hii ya saa 5:07 asubuhi mahakama imeanza. Wanaingia mawakili wa serikali, wanaingia Mheshimiwa Lissu na kundi la askari magereza, leo akiwa na vibe la kutosha kama kawaida yake. Inapigwa high court ya kikamavu na watu wote wanasimama hapa mahakamani, wanaingia majaji na wapo watatu kama kawaida yao, then wanaketi kwenye viti vyao, na karani anasoma case number Jamhuri vs Tundu Lissu, na anasimama wakili wa serikali anatambulisha jopo la mawakili wa serikali, kisha kuambia majaji mtumiwa yupo. Wakili wa serikali anaomba radhi kwa kuchelewa, anasema sababu ni kwamba walikuwa wanatafuta shahidi na kwamba shahidi alipata changamoto za usafiri, hivyo wako tayari kuendelea. Jaji Ndunguru anamuuliza mshtakiwa, yaani Mheshimiwa Lissu, kama yuko tayari kuendelea na kesi. Mheshimiwa Lissu anasema mimi niko tayari kuendelea, lakini huu taratibu wa kuchelewesha naomba msiruhusu. Hii ni kesi ya wizi na ndio kosa kubwa lililotamkwa mpaka kwenye katiba ya nchi yetu, sio kosa la wizi wa mbuzi. Kesi ina mshtakiwa mmoja, lakini mpaka sasa ina mwaka mmoja na zaidi. Naomba mahakama iwe inafuata amri zake. Wakili wa serikali, leo tuna shahidi mmoja anaitwa P. Huyu ni shahidi asiyejulikana, shahidi wa kificho, yaani shahidi wa siri. Shahidi wa kificho anaingizwa kizimbani. Jaji, shahidi tutakuuliza na utajibu una umri gani pamoja na dini yako. Shahidi wa kificho P, miaka 26, dini yangu ni Muislamu. Shahidi wa kificho P anapewa msafu na kuapa. Wakili wa serikali Thawabu Isa anamuongoza shahidi wa kificho. Wakili wa serikali P, unajishughulisha na nini? Shahidi wa kificho, mwandishi wa habari Jambo TV. Nimekuwepo kuanzia 2023 mpaka sasa, na majukumu yangu ni kuchukua matukio ya video na picha. Wakili wa serikali, ujuzi wako kwenye hiyo kazi? Shahidi wa kificho P, ujuzi wangu Wakili wa serikali, shahidi, elimu yako? Shahidi wa kificho, elimu yangu ni diploma ya uandishi wa habari, niliipata chuo cha habari DSJ mwaka 2023. Wakili wa serikali, kwa namna gani unafanya hizo shughuli? Shahidi wa kificho P, nafanya kwa kutumia vifaa ambavyo ni kamera aina ya Sony X. Wakili wa serikali, umesoma matukio ya picha na video, hiyo unatumia kwenye matukio gani? Shahidi wa kificho P, kwa video pekee. Kwa matukio ya picha natumia Canon. Wakili wa serikali, shahidi, unakumbuka tarehe 3 mwezi wa 4 2025 ulipata jukumu gani? Shahidi wa kificho P, sikio nilipewa jukumu na bosi wangu kwenda kukava mkutano wa Chadema kule Mikocheni nikiwa na mwenzangu P1, bosi wangu ni John Marwa. Wakili wa serikali, mkutano ulikuwa wapi? Shahidi wa kificho P, makao makuu ya Chadema. Wakili wa serikali, tuendelee. Shahidi wa kificho, tulipaki vifaa na kujiandaa na tukio husika, ilikuwa ni mishale ya saa 4 za asubuhi. Wakili wa serikali, hali ilikuwaje mlipofika? Shahidi wa kificho, tulikuta kuna wanachama wa Chadema, lakini pia waandishi wa habari wa chaneli zingine kabla ya viongozi wa Chadema kufika. Wakili wa serikali, kwa siku hiyo ulijiandaa kwa matukio ya aina gani? Shahidi wa kificho, ilikuwa kwa ajili ya kuchukua matukio na kwenda mbashara. Wakili wa serikali, mlikuwa mnarusha kwa njia gani? Shahidi wa kificho, tulikuwa tunarusha kutoka kwenye matukio ya picha na kuyarusha YouTube. Wakili wa serikali, majina mnayotambulika nayo kurusha mbashara? Shahidi wa kificho P, kimya kidogo, kisha anajibu Jambo TV.